Awali ya yote nakipenda kujitambulisha majina yangu. Naitwa Mchungaji Peter Alibariki Ngomu. Nimeokoka na mpenda Yesu. Kwa siku ya leo niko mbele zako kwa ajili ya kukuletea ujumbe wa kurudi kwa Bwana Yesu. Awali ya yote basi nimshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwema, ndiye amekusudia kwa muda unaweza kuwa mbele zako kwa ajili ya kukuletea habari hizi nzuri. Baba, katika jina la Yesu Kristo, libarikiwe jina lako, lihimidiwe Mfalme, kwa sababu kuna Mungu kama wewe. Tazama jinsi unavyotupenda. Hata kwa wakati huu tena Baba umetukumbuka kutuambia tutubu, kwa sababu Baba mwisho umefikia sasa. Asante Bwana Bwana, na kuomba kila atakayesikia habari hizi Baba masikio yake akapate kuwasha na kupata kurudi kwako Bwana Yesu, kwa sababu utakapokuja Baba utachukua wale watakatifu na wale wasiokuamini utawaacha. Ibarikiwe jina lako. Naomba uanze pamoja na mimi kipindi hiki, umalize pamoja na mimi kwa jina lako, na maana kushukuru. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ninahubiri ujumbe wa kurudi kwa Bwana Yesu. Yesu Kristo amenituma nihubiri habari za kurudi kwake. Popote pale unaponisikiliza, mimi naitwa Mchungaji Peter Alibariki Ngomu. Mimi ni mwanadamu kama wewe, ni mtu kama wewe. Mimi sijiinui kwamba kwa sababu hii labda nitajiita jina fulani, lakini mimi naitwa Mchungaji Peter Alibariki Ngomu. Ninampenda Yesu sana. Na Yesu amenituma nihubiri habari hizi za kurudi kwake. Watu watubu. Ameniambia watu watahiriwe mioyo yao. Watu watubu, wamwamini Mungu, wamrudie. Watu wengi wako duniani tu wanaenda kwa mambo yao, lakini hawataki kumwamini Mungu na hawataki kumtumikia. Lakini amenituma sasa nihubiri habari hizi kwamba anakuja kuchukua kanisa. Kanisa ni wewe uliyookoka. Kanisa ni wewe uliyempa Yesu maisha. Ni wewe ambao unamwamini. Ni wewe uliyezaliwa mara ya pili. Wewe ndio kanisa. Watakatifu ndio watakaoenda mbinguni. Watu ambao si watakatifu hawataenda mbinguni. Nahubiri habari hizi si kana kwamba nahubiri kwa sababu ameandika kwamba naenda kutengeneza makao nitarudi. Hapana, kwa sababu ameniambia nihubiri habari hizi. Na napenda nikutahadharishe ndugu yangu, nilimuuliza maswali mengi sana. Akaniambia wengi watakudharau sana, lakini waambie. Na mimi nakuambia kwa sababu ninajua pengine utakubali, pengine utakataa. Lakini umesikia. Mimi ninachotakiwa ni wewe usikie. Usikie kwamba Yesu anarudi kama alivyosema. Si kana kwamba uniamini mimi, bali umwamini Mungu aliyemtuma Yesu. Na sasa hivi ni wakati wa majilio, ni wakati wa wewe kujiandaa. Kwa sababu Yesu atakuja saa yote. Tunaona dunia ikipigwa na magonjwa mbalimbali, shida mbalimbali na mafuriko na nini, lakini Yesu alisema hayo ni mwanzo tu. Yesu anarudi kuchukua kanisa kama alivyosema. Siku yote tutaona mabadiliko katika dunia hii. Yamkini nitakuwepo, yamkini sitakuwepo, lakini itatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini akanipa kichwa cha ujumbe kutoka katika kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 1 mlango wa kwanza mstari ule wa kwanza. Neno la Mungu linasema ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu, awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwepo upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamuonyesha mtumwa wake Yohana. Haleluya. Wakati huo mtumishi wa Mungu Yohana alikuwa katika kisiwa cha Patmo akiteswa kwa ajili ya kuhubiri habari za Yesu Kristo. Kama unavyojua mtu mzuri hapendwi, lakini aliendelea kumhubiri Kristo aliyetufia. Kwa hiyo Wayahudi walimtesa, wakaenda kumtupa kwenye hicho kisiwa ili aliwe na mamba, aliwe na majoka, lakini Mungu akamlinda. Akiwa katika hiyo hali ndiyo Mungu akatoa kitabu cha Ufunuo ambao Yohana alipewa siri hizi za nyakati za mwisho. Haleluya. Na mimi Yesu ameniambia nisome mstari huu. Hii ndiyo itakayebeba ujumbe huu wa kuja kwake. Haleluya. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Amos mlango ule wa 3 mstari wa 7, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Haleluya. Ameniteua. Yamkini dunia nzima ameambiwa watu wengi. Yamkini wengine hawajaamini. Lakini mimi nimeambiwa mara 3. Mara ya nini nikaambiwa nenda ukaseme. Na sasa niko katika hali ya kusema. Na nimeona kwa njia ya mtandao huu, yamkini ndugu yangu utasikia. Pengine unataka kusema kesho nitaokoka. Ngoja nimalizie nyumba yangu nitaokoka. Ngoja nioe nitaokoka. Ngoja ninunue gari nitaokoka. Ngoja nifungue biashara nitaokoka. Utachelewa. Mpe Yesu maisha kwanza, alafu mambo mengine atakuja nyuma. Haleluya. Kwa sababu kufumba na kufumbua tutaona mabadiliko. Lakini amenituma niseme habari hizi. Na mimi ninazisema kwa sababu ni yeye amenituma. Si kana kwamba nimetoka kwenye akili zangu. Ninahubiri ujumbe wa kurudi kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mwanzo
Mwanzo 6 mstari wa 13, Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wanadamu wameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Haleluya! Mungu anaendelea kufunua neno lake kwamba akitaka kufanya neno kubwa, neno lolote lile, jambo lolote lile, lazima aseme. Hata wana wa Israeli walipokuwa wanapelekwa utumani, alikuwa anatumia manabii. Alitumia kina Isaya, kina Yeremia, alitumia manabii wengi sana kuambia kwamba tubuni, badilikeni, la sivyo nitawapeleka utumwani. Lakini kwa kushupaza shingo zao kama wanadamu tulivyo, hawakuamini. Matokeo yake waliteswa, walipata shida. Walipomlilia Mungu, naye aliwasikia. Lakini wakati huu ni wakati wa fainali. Na nyakati hizi ni nyakati za saa 11 jioni, saa 12. Nyakati tunazoishi ni mwishoni. Haleluya! Kwa hiyo Mungu akamwambia Nuhu, wakati huo Mungu akaangalia dunia, mwanadamu anaidhulumu, amejaa dhuluma, amejaa unyama, amejaa kitu ambacho Mungu amechukia. Akaangalia duniani akamuona Nuhu. Nuhu akapata kibali mbele zake. Akamwambia Nuhu, tengeneza safina, kwa sababu nitaiharibu dunia hii. Nitaharibu kila mwenye mwili, kila chenye mwili nitakimaliza. Na dunia hii nitaiharibu. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, dunia ilikuwa nzuri, sio kama tunavyoiona. Kitu ambacho Mungu alitengeneza, akasema ni chema. Kulikuwa na mapambo mengi, kulikuwa na minara, kulikuwa na vitu vizuri. Kama sisi tunajua kutengeneza miji, Mungu alitengenezaje dunia? Hebu jiulize kwenye bustani kulikuwaje? Wakati anakuja kwenye bustani, anatembea kwenye hizo njia za bustani, alizitengenezaje? Lazima ukae mahali ufikirie. Akasema anamharibu mwanadamu, anamfutilia mbali. Lakini hapo anasema na dunia na iharibu. Akavunja vitu vilivyo vizuri, minara ya dhahabu, vitu vizuri, minara za almasi, kila kitu hapa alikuwa ameka dunia alivunja. Ndio maana anasema mambo mawili, kuharibu mwanadamu pamoja na dunia. Na Yesu anarudi, utaachwa. Ninakusikitikia kwa sababu utaachwa ndugu yangu, utalia. Utaachwa kwa sababu ya mashamba, utaachwa kwa sababu ya mifugo, utaachwa ukikimbizana na wanawake, utaachwa ndugu yangu. Nakuambia geuka. Unaposikia habari hizi, nakwambia geuka ndugu yangu, kwa sababu utaachwa. Ninahubiri habari za kurudi kwa Yesu, sihubiri habari za mikate. Ninahubiri habari za kurudi kwa Yesu Kristo. Ameniambia sema habari hizi, na mimi ninasema ili usikie. Haleluya! Lakini Yesu alizungumza neno katika kitabu cha Luka mlango ule wa 17 mstari wa 26 na 28. Utaenda kusoma, lakini nitasoma vipengele vichache. Anasema, na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa. Haleluya! Na yamkini na kujenga. Lakini gharika ilipokuja, walinaswa. Na wewe utanaswa siku hiyo usipomkubali Yesu, kwa sababu maandiko yanasema wale waliokufa wakimwamini Mungu, wakimwamini Kristo, watafufuliwa kwanza, kwa sababu wataisikia hiyo sauti. Na watakatifu walioko duniani watabadilishwa kwenda kumlaki Yesu, na waliobaki watabaki kwenye mateso. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo ndugu yangu, ninakuhubiria habari hizi sio kana kuomba, ninakuomba unifuate, ila nataka ubadilike, kwa sababu nimeambiwa niwaambie watu, ukitaka kubadilika ubarikiwe sana, ukikataa ubarikiwe sana. La kwangu mimi ni kukueleza tu, Yesu amesema hakika anakuja. Watu wengi wanadhihaki, wanasema alisemaga anaenda, mbona hajarudi? Alisemaga anaenda, mbona hajarudi? Lakini nataka nikuambie, nakuletea habari hizi. Ninakuletea habari hizi za uzima. Tubu ndugu yangu, wewe ambao uliokoka ukarudi nyuma, piga magoti, rudi kwa Yesu. Wewe usielewana na mwenzako, elewana naye, kwa sababu Yesu anakuja. Hatujui ni leo, hatujui ni kesho, lakini Yesu atakuja saa yote kumlipa kila mtu ujira wake. Na mimi sijui utasimama mbele za Yesu ukimwambia nini. Nataka nikuambie ndugu yangu, okoka, mrudie Yesu. Kabidhi maisha yako kwa Yesu. Yesu ndio njia na kweli na uzima. Hakuna njia nyingine ya kwenda mbinguni. Hakuna mkato. Usidanganyike. Fuata maandiko. Fuata alichosema Yesu. Yeye ndiye njia na kweli na uzima. Haleluya. Mungu akubariki sana msikilizaji wangu. Nirudie tena majina yangu.
Kwa majina naitwa Mchungaji Peter Alibariki Ngomu. Ninahubiri habari za kurudi kwa Yesu Kristo. Yesu akubariki sana. Yesu akufungue. Badilika ndugu yangu, ili Yesu akija uende mbinguni. Mungu akubariki sana. Amen.